الحمد لله حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu masharifu wote mlohudhuria katika hadhara hii, hususan rafiki yangu sharifu katika kizazi cha Bwana Mtume, katika jamaa wa Jamalul Layl, lakini makhalifa wote mlohudhuria katika hadhara hii, mashekhe, waumini wake kwa waume, nyote poleni sana kwa msiba wa Khalifa Ali, ndugu yetu mpenzi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi, mpenzi wa tariqa, mpenzi wa Waislamu wenzake, na ambaye ametutoka jana. Sote tumesikitika sana, lakini ndio njia yetu. Kwanza tunawapa pole familia yake kwa tukio lilotokea jana, lakini watu wa Moshi vile vile tunawapa pole mahsusi kutokana na mchango wake katika jamii ya Waislamu na hasa Waislamu wa eneo hili. Khalifa Abdul Qadir amenipa nafasi hii baada ya kuzungumza maneno mazuri sana, na akasema kwamba ikiwa shughuli hii ya mimi kuzungumza hapa itakamilika, basi nitatizama kama nafasi inaniruhusu kuendelea kushiriki. Nataka nimwambie Khalifa, kwa nafasi ya Khalifa Ali, mtu tuliokuwa naye karibu sana na alokuwa na roho ya upendo wa hali ya juu, huu mguu ni wa kwake hapa Moshi. Tumekuja kwa ajili yake na tutashiriki pamoja mpaka pale ambapo tutamsitiri inshallah. Ndugu zangu, katika ibra na mafunzo tunayoyapata kwa mwenzetu aliotangulia ni namna alivyokuwa akishirikiana na watu mbalimbali. Tumetajwa hapa kwamba watu wa madhhab mbalimbali wameshiriki, lakini hii ni kwa sababu ya namna alivyokuwa akishirikiana na watu, na haya ni katika mafunzo tunaotakiwa tujifunze sisi Waislamu. Tumefikia mahala kuna haja sana ya kuhimizana kushirikiana. Wasiokuwa sisi wanashirikiana, wanafanya mambo yao kwa pamoja. Ba'dhuhum awliya'u ba'd, Qur'ani ndivyo inavyosema. Wao kwa wao wanatiana nguvu, wanashirikiana. Wakitaka kupigania jambo lao lolote lile wanakuwa pamoja. Sisi Waislamu tumeingiliwa na virusi vya kugawanya baina ya Waislamu, na mara nyingine si wa madhhabi mbalimbali, hata Waislamu wa msikiti mmoja tu hawako pamoja. Wasipogawanywa na madhhab, watagawanywa na uimamu wa msikiti, kwamba kila mmoja anataka awe imamu na kila mmoja ana kundi. Ndugu zangu, Khalifa Ali ameondoka, hajaondoka na chochote. Leo tutamsitiri bila chochote. Ni vizuri tujifunze kwamba hapa duniani rasilimali ya mtu ni watu. Kadiri utakavokaa na wenzako vizuri, ukiondoka wakalia, wakasikitika. Sayyidina Ali anasema khalitun nasa mukhalatatan in ishtum hannu ilaykum wa in muttum bakaw alaykum. Ishi na watu vizuri kiasi kwamba mkiendelea kuwa mko hai, mkasafiri, mkawa hampo, wanakutamanini mwepo, wanatamani wakuone. Wa in muttum bakaw alaykum, na mkifa watakulilieni. Ndivyo anavyosema Sayyidina Ali. Na katika maneno mengine anasema
a'jazu an-nasi man ajaza an iktisabi ikhwani wa a'jazu minhu man dayya'a man dhafara bih. Mtu ajizi kuliko wote, aliyeshindwa kabisa, ni yule anayeshindwa kuchuma marafiki. Sawa sawa marafiki wale Waislamu au si Waislamu. Mtume alikuwa na marafiki hata wasiokuwa Waislamu, na wanasema kwamba Mtume aliwahi kukopa hata kwa wasiokuwa Waislamu. Mtume aliwahi kuwatuma Waislamu kwenda kwa asiyekuwa Muislamu tena Afrika, akawapokea. Waislamu waliokuja Afrika, mwenyeji wao alikuwa nani? Waliokwenda Habasha hakuwa Muislamu, alikuwa Mkristo, tena wa kanisa la Orthodox Church Najashi. Na Waislamu walipokelewa, wakakaa vizuri, wakalindwa. Maana yake nini? Ni kwamba katika dunia hii kana watu vizuri, hata kama unatofautiana nao katika imani. Qur'ani inatuambia waqulu linnasi husna, waambie watu maneno mazuri. Sio waumini tu na Waislamu, watu wote wanatamani kusikia maneno mazuri kutoka kwako. Ndugu zangu, tuko katika msiba, lakini katika mambo tunaojifunza ni kwamba Uislamu huku kwetu haukuja kwa sababu watu walisomewa sana aya, wakasomewa sana hadithi. Hapana. Wazee wetu walipokea Uislamu kwa sababu wale waliokuja na Uislamu walikuwa na maadili mazuri. Wasiokuwa Waislamu wakatamani maisha yao. Na sisi leo hii, kadiri utakavyokaa vizuri na jirani zako na Waislamu wenzako, ndio kwa namna hiyo hiyo utavutia watu katika kile unachokiamini. Tunapaswa tujifunze kwa Khalifa Ali namna alivyokaa na watu, namna alivyoshirikiana na watu, ili angalau na sisi tukiondoka watu watulilie na wakusanyike kwa ajili yetu. Mwisho nataka kuzungumzia kuhusu nukta moja muhimu ambayo mara nyingi sana katika mkusanyiko wa sampuli hii mimi hupenda kuizungumzia. Rasilimali kubwa aliyopewa mwanadamu katika maisha kuliko zote, kuliko kila kitu, kuliko dhahabu, kuliko fedha, kuliko cheo, kuliko elimu, kuliko kila kitu, rasilimali kubwa aliyopewa mwanadamu ni muda, ni wakati. Khalifa Ali wakati wake umekwisha, lakini ukweli ni kwamba kila mmoja katika sisi ana wakati amepewa. Kwa bahati mbaya, hakuna yeyote katika sisi anayejua amepewa wakati kiasi gani. Sote tuko katika foleni, hatujui zamu ya kuingia katika ofisi ile ya barzakh. Hakuna anayejua. Sasa Mungu kaweka siri kubwa sana katika wakati, muda, ambao ni rasilimali kubwa, na ameapa kwenye Qur'ani viapo vingi sana vinavyohusu muda. Wal asri ni muda, wasubhi idha tanaffasa, subhi ni muda, wadhuha, dhuha ni muda, wal fajri, fajri ni muda, sio? Kaitizame Qur'ani hasa katika surati Shams, katika juzu wa amma kwanza, katizame sura nyingi namna Mungu alivyoapa kwa muda. Fajr, subhi, dhuhri, dhuha, asri. Kwa sababu muda una hikma kubwa sana. Muda ndio unaotengeneza pepo na kutengeneza moto. Muda ndio unamfanya mtu awe tajiri au awe maskini, akiutumia vizuri au kutumia vibaya. Muda ndio unampa mtu ilmu, akitumia vizuri muda wake. Sisi tumebahatika bado tuko hai, hatujui muda wetu uliobaki. Hebu tuutumie vizuri. Chochote unachokitaka unakiweza lau ukitumia muda wako vizuri. Na wapeni mfano, mtu mzima yoyote hapa akiambiwa, bwana tunakuomba katika umri wako huu kabla hujaondoka uhifadhi Qur'ani. Mzee wetu pale namuona na mvi zake pale, anambia sasa uhifadhi Qur'ani wewe katika muda wako uliobaki. Pengine miaka kadhaa imebaki hatuijui. Anaweza kuona jambo kubwa, sio? Lakini na wapeni mfano kwamba Mungu aepushe mbali, lau yoyote katika sisi akifungwa jela leo hii,
kisha akaambiwa, bwana, huwezi kutoka jela hapa maisha yako yote mpaka uwe umehifadhi Qur'ani, atatumia muda gani? Anaweza? Hawezi? Muda utakuwa mfupi sana atakuhifadhi, sio? Kwa hivyo kumbe tunaweza hata tukiwa huru, ni kujidai tu, sio? Haya, wangapi katika sisi wanaamka usiku wakaswali salatu al-layl? Mwanadamu ana uwezo mkubwa sana, mpaka apate na matatizo ndio uwezo unaibuka. Kila mmoja katika sisi anaweza salatu al-layl, anaweza kuhifadhi Qur'ani, anaweza kufanya sunna za funga kila wiki, Allahumma illa awe na maradhi. Sasa tunasubiri nini? Ukitaka kujua thamani ya muda, pale unapokuwa na mgonjwa anawahishwa hospitali, hali yake anakosa pumzi, ndio utajua kwamba kila dakika ina thamani. Ukitaka kujua muda una thamani kiasi gani, ni pale ambapo baina ya wewe kuondosha mkono wako na mashine kukukata vidole, unapowahi kuondosha mkono na mashine inazunguka, ule muda mchache ule wa kuokoa mkono wako, ndio utajua muda una thamani. Ajali yoyote inayotokea barabarani ni muda, kila mmoja anajaribu kuwahi kuepuka. Sasa ndugu zangu, madhali sisi ni wazima, tumeweza kufika hapa, hebu tutumie muda wetu vizuri tuweze kuipata pepo. Muda ndio kitu pekee ambacho huwezi kukizuia kisiende. Yaani usimamishe muda. Kitaalamu, labda upate chombo kinachokwenda kwa kasi sana, kikasafiri angani opposite na kuzunguka kwa sayari yetu, ndio muda unaweza ukasimama. Sio kama tunaelewana? Lakini katika hali ya kawaida hivi, hapa tulipokuepo sisi, tangu tumefika hapa, hakuna anayeweza kuzuia muda. Kwa lugha nyingine ni kwamba huwezi kuzuia umri wako kuisha. Ndio mshairi akasema, daqatu qalbi almar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Moyo wako unapodunda, kila unapodunda unapoambia hivi, hakika maisha ni sekunde, daqaiqu wa thawani, ni dakika na sekunde. Kila moyo unapopiga kuna idadi ya mapigo ya moyo yaliyoandikwa, yanaendelea kupungua tu mpaka lile pigo la mwisho la moyo unaondoka duniani. Kwa hivyo naihusia nafsi yangu na kuwahusieni nyie kwamba sisi muda wetu upo, hatujui lini utakoma. Hebu tuutumie muda wetu vizuri, ili tukiondoka hapa duniani tuondoke vizuri. Katika tatizo kubwa linalomkumba mwanadamu ni kughafilika, al-ghafla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuzindua, mitume wanatuzindua, lakini jambo kubwa sisi ni kughafilika. Lahum qulubun la yasma'una biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Hawa watu wana macho, wana masikio, wana mioyo. Hao ndio waloghafilika kwa sababu hawaitumii vizuri, hawasikii kwayo. Sasa sisi ili tutoke katika kughafilika, tunatakiwa kila mara tujikumbushe, tuwe na dhikri za mara kwa mara. Wa aqimis salata li dhikri, simamisha sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Tuhakikishe kila mara tunamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tusiingie katika wale walioghafilika, na ili tutumie muda wetu vizuri. Kuna mtu hapa akinyanyuliwa na miaka 40-50 kafanya mambo makubwa sana. Kuna mtu hapa akinyanyuliwa historia yake ni ukurasa mweupe, hajafanya vitu. Unatakiwa uhakikishe unaweza kuvifanya vitu. Hawa kina Imam Shafi, kina Imam Hanbali, kina wengine ukisoma umri wao na mambo waliyofanya unashangaa. Wameandika vitabu vingi, wamezungumza sana, wameelimisha watu wengi sana kwa umri mdogo. Wewe kwa umri wako umefanya nini? Inshallah Waislamu tutumie fursa hii ya msiba huu kujifunza, lakini kutumia muda wetu vizuri, ili tukiondoka hapa duniani tuondoke salama. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki yake, na kwa siku kama hii ya leo, na kwa mja wake mwema huyu alomchukua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amweke mahala pema huko anapokwenda. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfufue Khalifa Ali
pamoja na mtume na kizazi chake. Lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituondosha atuondoshe katika Uislamu kama alivyomuondosha yeye katika Uislamu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe katika muda wetu sehemu ya kutumikia dini yake. Iwe sisi vile vile tutakuwa ni miongoni mwa wale Mungu alosema alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma adkhil as-surura ala ahli al-qubur. Allahumma adkhil as-surura ala ahli al-qubur. اللهم أدخل السرور على أهل القبور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أغني كل فقير. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح المرحوم خليفة علي، نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا.